yoyote ambaye atamfuata yeye, anasema hata kwenda gizani. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni nuru. Kwa lugha nyingine ni sawa na angesema mimi ni taa ya ulimwengu. Sasa kama Yesu ni nuru, ina maana ulimwenguni ni gizani. Ulimwenguni ni gizani. Kinachoweza kikakupa nafasi ya kuona ukiwa ulimwenguni ni lazima Yesu awe ndani yako na wewe uwe ndani ya Yesu. Yesu akiwa ndani yako na wewe ukiwa ndani ya Yesu, ndipo utapata uwezo wa kuona ukiwa duniani. Ukiishi bila Yesu ndani yako na wewe ndani ya Yesu, kinachotokea ni kwamba hutokuwa unaona, utatembea gizani. Na ndio maana hata Yesu anasisitiza kwa kusema, anifuataye mimi hata kwenda gizani kamwe, atakuwa na nuru ya uzima. Kwa nini anasema atakuwa na nuru ya uzima? Asiseme tu atakuwa na nuru. Ina maana pia ziko nuru feki. Ziko nuru feki. Kuna wakati shetani anajitahidi kutudanganya kwamba hata yeye ni nuru, lakini yeye sio nuru ya uzima. Yeye ni giza, ni feki, ana copy and paste. Na ndio maana kitakachokusaidia pekee kama mhudumu uwe salama kwenye huduma yako ni kumtegemea Yesu. Kuna baadhi ya watumishi wa Mungu wanategemea nguvu za giza katika kufanya huduma zao za kiroho. Wapo. Na wengine yamkini tumewasikia, na wengine yamkini unawafahamu. Wanategemea nguvu za giza katika kufanya huduma. Sasa hao wanaotegemea nguvu za giza, ina maana wao wamemchagua shetani kama nuru yao feki. Hawajamchagua Yesu. Kwa sababu Yesu, yeye nguvu yake ni ya mwanga, sio ya giza. Si kama unanielewa, mtu wa Mungu ale hai. Mhudumu wengi wa kiroho tunafanya huduma tukiwa gizani na sio kwenye nuru. Wahudumu wengi wa kiroho tunafanya huduma tukiwa gizani na sio kwenye nuru. Na ndiyo maana wengi wetu huduma zetu zimepoa, zimelala, hazina uamsho ndani yake.